Habari za muda huu, msikilizaji wa Forimaki Polineta Simulizi. Natumai ubuheri wa afya njema na unaendelea na majukumu yako salama. Na kukaribisha katika sehemu ya pili ya simulizi yetu hii yenye visa visivyochosha ya giza la mapenzi. Baada ya mama kufariki, huku binti yao Sweetbet akiwa ameshuhudia tukio zima la ugomvi kati ya baba na mama, ni nini kilitokea? Hilo ndio swali ambalo bado tunajiuliza. Huyu hapa ni binti Sweetbet, au kama walivyopenda kumuita Sweet B, anaendelea kusimulia mkasa wake. Baba alinichukua na kunipeleka ndani ya gari. Alikuwa tayari kwa ajili ya kwenda hospitali kumpeleka mama akatibiwe. Hicho ndicho nilifahamu kwa wakati ule. Nyamaza binti yangu, naenda kumchukua mama tumpeleke hospitali. Yalikuwa ni maneno ya baba yangu akielekea ndani. Kwa kweli baba aliyafanya yote hayo, ila alionekana ni mtu mwenye huzuni na majonzi makubwa kwa kilichokuwa kimetokea muda mchache uliopita. Kwa mara ya kwanza nilimuona baba kama mtu aliyemwonea huruma sana mama na mwenye majuto mazito. Mama wakati huo alikuwa anaunguruma kama simba muda wote. Nilijisikia hofu na woga sana, japo nilikuwa ni mdogo. Muda huo mjumbe na mke wake walikuwa wameingia ndani kumsaidia baba, na mke wa mjumbe alimwandaa mama vizuri ili iwe rahisi kwa baba na mjumbe kumleta kwenye gari. Muda wote huo baba alionekana mwenye hofu na mwenye kuishiwa nguvu. Walimbeba mama na kumwingiza kwenye gari, na safari ikaanza kuelekea hospitali. Lakini tukiwa njiani, niligundua ukimya umekuwa mwingi sana. Nikamuuliza baba, mbona mama hapigi kelele tena, au amelala? Wote ndani ya gari walinigeukia na kunitazama kwa huzuni, huku wakitoa tabasamu la uongo. Na mke wa mjumbe, niliyependa kumuita mama mkubwa, akamjibia baba, binti yangu, mama yako amelala, acha apumzike kidogo. Na mimi nikauliza tena bila kuelewa nilikuwa nahitaji nini. Kwa hiyo wote tunaenda kulala na mama hospitali? Baba akanijibu, binti yangu, pumzika kidogo kwa sasa. Tufike hospitali, tutamsikiliza daktari, ataamua ni nini tunatakiwa kufanya.
Baada ya mwendo mrefu kidogo kutoka nyumbani na ubovu wa barabara uliotokana na mvua nyingi zilizokuwa zikiendelea kunyesha, tulifanikiwa kufika hospitali salama. Mimi na baba mkubwa ambaye ni mjumbe tulibaki mapokezi, huku baba na mama mkubwa waliingia ndani, mama akiwa katika kitanda cha matairi cha wagonjwa. Dakika chache baadaye nao walijiunga nasi, tukakaa pale kusubiri majibu ya daktari. Usiku ulikuwa umeenda sana. Usingizi ulikuwa umeanza kunialika kwenda kwenye njozi. Ghafla nikasikia sauti ya baba akiitikia wito wa daktari. Nilifumbua macho na kumwona baba anaelekea chumba cha wagonjwa wa dharura. Mpenzi msikilizaji wa Forima Kipolineta Simulizi, hebu tutafakari kidogo. Ni kwa nini maisha yanatufunza mambo mengi, na ni kwa nini muda mwingine yanatupitisha katika mambo mengi magumu? Hapa tunajifunza somo la ujasiri na hekima. Hivi ni vitu vya msingi ili kuweza kutuvusha katika mambo mbalimbali tunayokutana nayo katika maisha yetu ya kawaida, kama vile alivyokuwa akipitia binti Sweetbet katika simulizi yetu ya Giza la Mapenzi. Muda si muda, baba naye alikuja kutuita na kutoa taarifa kuwa mama hatunaye tena duniani, na kwamba wamejitahidi sana kupambania uhai wake, ila haikuwa bahati kumnusuru na kifo. Haya ni maneno ambayo baba aliambiwa na daktari walipokuwa ndani. Nilijiuliza sana, mbona kama wameumia? Ikabidi niulize, baba, mama kafa? Baba, tukamchukue turudi naye nyumbani. Baba alinijibu, hapana mwanangu, mama yako amelala, amepumzika, anatupenda, tutaonana naye kwa Mungu siku moja. Ameenda kutuandalia makao mazuri. Baada ya sentensi ya mwisho ya baba, kila mmoja alilia kwa huzuni. Sikuwa tena na jinsi, ila na mimi nikaanza kulia. Wote tulianza kurudi kwenye gari na kuachana na daktari kwa ajili ya taratibu zingine. Nilianza kulia tena na kumuuliza baba, baba, mama anabaki na nani? Ulisema tunarudi naye. Hapana mwanangu, kesho mimi na baba yako mkubwa tutamfuata mama hospitali.
Baba alinijibu, lakini sikuridhika na majibu yale na kumlazimisha nibaki na mama. Baba amempiga mama na amemleta tumwache hospitali. Hisia zangu zilianza kurudi nyuma na kumwonea huruma mama. Nilisikia mungurumo wa injini na gari ilikuwa tayari imeanza kutembea kuelekea nyumbani. Tukiwa njiani, baba alikuwa akizungumza na watu mbalimbali kwenye simu, na moja ya sauti nilizoweza kuzinasa na kutambua alikuwa ni Mamdogo Nyami. Shemeji, tumepata matatizo hapa nyumbani, hivyo na kuomba uweze kuja tuweze kushauriana mawili matatu. Kuna changamoto imempata dada yako. Baba alikuwa akizungumza na mama Mdogo Nyami. Usingizi ulinipitia tena, na nilipostuka mara hii nilijikuta tayari nipo nyumbani. Wakati huo sauti za watu zilikuwa nyingi zaidi zikitokea nje, tofauti na idadi ya watu wale tuliokuwa nao mwanzoni. Tuweke nukta hapa tukisubiri sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya Giza la Mapenzi. Tukijiuliza, je, Mamdogo Nyami atasemaje kuhusu kifo cha dada yake Habi? Je, Sweetbet ataweza kuvumilia kukaa kimya bila kusema yale aliyoyashuhudia? Na je, maisha ya Sweetbet bila mama yake yatakuwaje? Tafadhali subscribe, like, comment na share katika chaneli yetu ya Forimac Pollinator Simulizi, ili kututia moyo wa kuweza kukusogezea simulizi hii kali na kukuandalia simulizi zingine bora zaidi. Tukutane tena awamu ijayo.